Uhusia wa Kenya sera, sisi tuwaambia uhusia wa Kenya sera senu, uhusia wa Kenya sera. Ifikapo mwaka wa 2027 muende kuambia wa Kenya ya kwamba huyu atafanya hii, sisi tutafanya hii. Huyu atafanya hii, sisi tutafanya hii. Huyu atafanya hii, sisi tutafanya hii. Lakini sisi twawaona kwa mikutano Ruto, mumeenda kwa makanisa badala muhubiri injili ya Mungu. Mtu munaenda kupambana na yeye mwisimikwa William Samoei Ruto. Huyu mchama hii ngunia ya Mount Kenya inaitwa Rigathi Gachagua. Na huyu mtu mwingine amefura, mpaka kichwa, mpaka mgongo, mpaka mikono. Uhusia wa Kenya sera, mimi nawaambia leo, uhusia wa Kenya sera ni nini mtaenda kufanyia wa Kenya mwaka wa 2027. Hiyo ndio wa Kenya wawapende, lakini si matusi. Si hayo maneno mnatoa katika kinywa chenu mnaambia wa Kenya. Hiyo sio kuhusia wa Kenya sera. Mkienda hata mpaka choo ni Ruto. Mkienda mpaka kwa makanisa tumeona ni Ruto. Mkienda mpaka kwa matanga tumesha waangalia vizuri sana. Mkitembea mtu mnaongea tu ni Ruto. Kasi yenu ni oversight. Na Ruto naye afanye kasi yake. Tumeona hii ngunia ya Mount Kenya inaitwa Rigathi Gachagua. Umekuwa na ukumbavu mbaya sana. Tumekuona umesaa kuwa sumu. Umesaa kuwa sumu. Kasi yako tu ni kutukana Ruto. Kasi yako tu ni kutukana Ruto. Kasi yako tu ni kutukana Ruto kutoka asubuhi mpaka jioni. Wewe Rigathi Gachagua, sisi tuwakuuliza wale watu ulikuwa unaua. Wale watu ulikuwa unaua wakati ulikuwa dio pale Moro. Unaweka kwa kichaka. Unaweka kwa kichaka. Tunachua. Ndugu yetu kutoka Nyanza Kusini anaitwa Fred Okengo Matiang'i wakati ulikuwa waziri wa interior. Wale watu ulikuwa unaua, unaweka kwa mangunio, unapeleka Rivayara. Unapeleka Rivayara, unaweka wa Kenya kwa mangunio, unapeleka Rivayara. Usikuje ukafikiria sisi hatujui. Sisi tunakuchua vizuri sana. Kwa hivyo usianze kujipiga kifua, usianze kujipiga kifua. Sisi tuwakuona my friend, na tunawachua. Huyu mwingine ni ura Achagua Ichenga, hata choo kwake peke yake hapa mwingi noti. Anaitwa Stephen Kalonzo Musyoka. Achagua Ichenga hata choo peke yake pale mwingi noti, hata parapara peke yake. Sasa nini unaambia wa Kenya? Mwingine ni ura alituwekea mavi ya punda, mavi ya nguruwe kwa mifuko, anaitwa Mituka Linturi. Naye anasimama kwa magari juu. Imagine anaambia wa Kenya ati mwaka wa 2027 watatoa huyu Kasongo. Mimi nawaambia ni formula gani mtatumia? Mwingine ni huyu alikuwa speaker wa bunge for 10 years. Hakuna kitu chochote alisaidia wa Kenya. Kasi yake tu ni vitu za upusi. Ndio sasa hivi wanaendelea kuongea. Na mwingine ndio huyu ameshindwa kulima hata njugu peke yake pale Kitale. Anaitwa Eugene Wamalwa na chama yake ya DPK. Sasa mnaenda wapi? Mimi nawauliza nyinyi mnaenda wapi? Ni maoni gani mnaambia wa Kenya? Ni vitu gani mnaambia wa Kenya wetu? Ni vitu gani mnaambia wa Kenya wetu? Nyinyi ni watu kumbavu kabisa. Ndio maana tuambia mheshimiwa William Samoei Ruto, iwapo ikifika mwaka wa 2027 awanyorose mapema. Kwa hivyo vile anatukana nyinyi, anasema nyinyi hamuna akili, vile anasema nyinyi kasi yenu tu ni kutembea kufura, hata hewa mnaharibu. Hiyo kitu ni ukweli kabisa. Sisi tuwasanga hawa ni Wakenya wasima. Badala wahusie wa Kenya sera. Ni nini wanaenda kufanyia wa Kenya? Kasi yao tu ni matusi kutoka asubuhi mpaka jioni. Kwa hivyo mheshimiwa William Samoei Ruto akisimama kwa sasa hivi kwa magari juu akiwaambia nyinyi ni watu wakumbavu. Sisi tuwakubaliana naye kwa maana nyinyi hamuna mwelekeo yoyote. Kasi yenu tu ni vitu za upusi mnaongea kutoka asubuhi mpaka jioni. Na mheshimiwa William Samoei Ruto nyumba ndio isa anaendelea kujenga. Barabara ndio inaendelea kujengwa hapa Mau Summit. Ikielekea Nakuru. Nyinyi mnafanya, tutakuja kuwauliza mwaka wa 2027. Ndio maana tuangalia sisi kama wa Kenya tuwaona nyinyi ni watu kumbavu na nyinyi ni watu ovyo kabisa. Kwa hivyo tuambia mheshimiwa William Samoei Ruto, tunataka usimame kitetu upambane na hizi kunguni. Asubuhi usinyorose, asubuhi mapema. Unyunyusie hata tawa, siondoke kabisa siende. Asubuhi mapema.